kukipata. Inawezekana hichi labda kiko ndani ya ile report tungeweza kukiona, lakini sisi tunazungumza kwa muktadha wa hotuba tuliopewa. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majawabu, kwa sababu kuna Watanganyika, kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana wakiwa mochware na baadaye kupotea, mpaka leo hawajapata haki ya kuwasitiri ndugu zao kwa heshima. Kwa hiyo tulifikiri ni eneo ambalo tume ilitakiwa kulipa mkazo, hususan vile swala la watu kutekwa na kupotea. Huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi. Mtu kama Humphrey Polepole, huwezi kuniambia ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi kwamba anaweza akadanganywa akafichwa chumbani Humphrey Polepole mpaka leo amuone mamake anamtafuta. Haya Mdude katika namna ile, ugomvi wa mapenzi yepi. Kwa mazingira kama haya tunahitaji majibu ya kina yenye tafiti. Kwa hiyo ilikuwa ni oni letu kwamba kulikuwa na ukosefu wa uchunguzi wa kina. Jambo lingine, kutokuwataja wahusika. Pamoja na kukiri uwepo kwa vitendo vya uhalifu mkubwa, tume haijabainisha nani walihusika wala kutoa mapendekezo ya hatua za kisheria dhidi yao, jambo ambalo lilikuwa kwenye hadidu zao za rejea. Kwa hiyo tutarajia tume ituambie, sio tena iseme kama ilivyofanya. Vile vile ukosefu wa uwajibikaji. Tume imekwepa kueleza kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu na badala yake kuelekeza lawama kwa watendaji wa chini, jambo ambalo TLS haikubaliani nalo. Tumeona tume ikijaribu kuonyesha kwamba polisi akipewa silaha anatakiwa aitumie ile silaha kikamilifu, akifanya vinginevyo yeye anawajibika persona. Sasa iliendaje kule tume bila kutuambia viongozi walioruhusu watoke na zile silaha kwenda kwenye zoezi la uchaguzi? Nini kilitokea? Watu waliotekwa, nini kilitokea? Haya ni maeneo ambayo tume ilitakiwa kuja na majawabu, lakini badala yake hakuna kitu cha msingi ambacho umma ulikipata. Jambo lingine ni mkanganyiko wa kitakwimu. Takwimu za tume zinatia shaka, hususan baadhi ya maeneo ni kwamba ukilinganisha vifo, ukilinganisha majeruhi na baadhi ya maeneo yanayotajwa na baadhi ya maeneo kutokutajwa kabisa, ambayo yalionyesha kulikuwa na hali kubwa ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano na ushughulikishwaji wa waandamanaji. Kwa hiyo tulifikiri kwamba ili changamoto za kitakwimu zinatakiwa zifanyiwe kazi ili